Leo katika eneo la Uthiru Madukani kulikuwa na zoezi la usafi lililoongozwa na Kifagio Team likiwaleta pamoja wanajamii katika juhudi za kuboresha mazingira yao. Katika zoezi hilo, viongozi wa Kifagio walitoa wito kwa wakazi wa Uthiru kujitokeza kwa wingi kila Jumatatu kushiriki katika shughuli za usafi, wakisisitiza kuwa usafi ni jukumu la kila mmoja. Sasa unaona imeng'arang'ara kidogo, tujitokeze next Monday tufagie ing'are zaidi. Tumejitolea kufagia watu wa team Kifagio. Sisi kama team Kifagio tuliona vile huku Uthiru vile ni kuchafu. Tukaamua lazima tuwasafishie, lazima tuishi mahali ambapo ni kusafi. Ukiangalia njia dakika kadhaa kukuwa kunakaa hivi, kulikuwa kuchafu kabisa, lakini sisi tumeamua tukuje hapa tufanye usafi ndio tuweze kupata mazingira bora. Kwa majina ni Peter Nyongesa. Mimi mkazi wa Uthiru, bado mfanyakazi wa Kifagio. Takataka mnaona hapa ile tulikuwa tunafagia huku hivi huku kando kando tumekusanya hapa. Sasa tulikuwa tunaomba gari ya county government kama itakuwa ama ikiweza patikana ikuwe inakuja every Monday. Tutakuwa tunasafisha kila Monday tunaweka hapa. Sasa tunaomba hiyo gari ya county ikuwe inakuja kila Monday kubeba hiyo takataka. Mkurugenzi mkuu wa Kifagio Team pia alitoa hotuba akihimiza serikali ya kaunti ya Kiambu kuhakikisha kuwa lori la ukusanyaji taka linapatikana angalau mara moja kila wiki, hasa siku ya zoezi la usafi ili kurahisisha kazi hiyo. Sasa hii takataka tumeona sasa tuombe usaidizi, sababu niko na uhakika sisi peke yetu tukitaka bila kushirikiana hatuwezi. Ndio maana tukaamua ngoja tuongee mawili matatu kuhusu hii takataka. Hii takataka iko kwetu, hii takataka iko maeneo yetu. Tusipoongelea hii takataka, tutajuaje venye maeneo yetu inaharibika sasa? Tutajuaje venye mazingira yetu imeanzia kuharibika? Na tutajuaje wakati magonjwa itatukuta ikiwa imetoka kwa hii takataka kama hatujaiongelea? Hatuwezi jua. Kwa hivyo ndio maana na kusalimia mheshimiwa, na kusalimia kiongozi wetu, na kusalimia kwa dhati, na nikijua tuko kasi pamoja na wewe. Nikijua tuko kasi tukiwa wote tumeshirikiana, ndio Uthiru yetu ikuwe safi. Nimekuja mbele yako nikikuambia Uthiru Highway imekuwa dumping site. Uthiru Highway imekuwa sasa hapa ndipo takataka imekwama. Na ukikumbuka mzuri sana bwana waziri, tuliongea kuhusu hii takataka hapa. Tuliongea kuhusu hii takataka wakati ilikuwa hapa, na hii highway hapa unaona kutoka pale SK mpaka pale Corporation, kuna wakati kulikuwa kumeachiliwa tu imekuwa msitu. Tukaongea tukasema si ya muhimu msitu ukue katikati ya barabara, sababu msitu ukikuwa katikati ya barabara hauwezi kupitia pale. Kuna vijana sasa wameweka makazi yao pale, na makazi yao kuweka pale ni kuanzia kushika watu, kupiga watu geta. Tukakuja tukalalamika tukasema, oi andu aitu, si ukuje kutoka pande hii na mimi nitoke pande hii na ule mwingine atoke pande ile, tukuje tukutane hapa tusirikiane kuondoa ile msitu ilikuwa hapa. Hiyo ili succeed mzuri sana. Uchafu yenye ilikuwa ili succeed mzuri sana, lakini nao sasa bado kumekuwa na sinda ingine. Sinda yenye tuko nao sasa ni takataka yenye iko kwa highway. Kilio chetu ni takataka yenye iko kwa highway iweze kuondoka. Katika eneo la Waiyaki Way, wasiwasi pia ulionyeshwa kuhusu dampo haramu lililoko katikati ya barabara ambalo limekuwa hatari kwa watumiaji wa barabara na pia kuchafua mazingira. Kifagio Team imeitaka serikali ya kaunti kutoa trekta ili kusaidia kuondoa taka hizo pamoja na kuanzisha uchunguzi kubaini wanaohusika na utupaji huo haramu. Tumefikia pahali kama timu Kifagio mpaka tumesema sisi tumejitolea. Lori ikikuja sisi tutakuwa hapa tuweke mzigo iweze kuondoa takataka wapi? Hapa. Na juu ni takataka mingi kulingana venye unaiona tu, ni takataka mingi. Hii takataka ni ile inataka trakta tu, sababu hata wale watu tunatuma wakiwa kwa lori na sisi tukijiongeza bado tunachukua muda mrefu sana kujaza ile lori. Kwa hivyo hapa ni pale kunataka nini? Ka trakta. Na tukasema hivi,
itakuwa vyema tukishirikiana, mimi na wewe na yule mwingine. Kwa hivi ndio maana tumeona kifagio, waje tukuja kwako tukuripotie, tukwambie takataka sasa kwa highway imekuwa mingi sana. Sisi tuko leni na tumejipanga kuondoa hii takataka hapa, lakini sasa ile kitu ya muhimu tutumie lori. Ukitutumia lori, tutashirikiana pamoja na watu wako, tutaondoa hii takataka hapa. Alitoa wito kwa ofisi ya MCA kusaidia katika kuratibu upatikanaji wa lori hilo kutoka kwa serikali ya kaunti, akisema ushirikiano ndio njia pekee ya kufanikisha mabadiliko ya kweli. MCA wetu, pitia siku moja hapa na miguu, tuma Kibaki apitie hapa aone venye highway inakaa. Akiona venye highway inakaa, atakuwa mmoja wa kusema tuletee lori, sababu area yetu imeharibika kabisa. Hivi ndivyo tungeomba, pamoja na kuanzisha uchunguzi wa kubaini wanaohusika na utupaji huo haramu. Tuko na sababu ya kuchunguza hii takataka inakuja kwa highway inatokanga wapi, na uko na jeshi yako ya kujua, ya kufuatilia ijue takataka kwa highway inatokanga wapi. Jua highway hakuna vile takataka inapatikana kwa highway bila kuletwa na mtu. Takataka ni kuletwa, inaletwa kwa highway. Kuna sababu ya kuchunguza takataka inatokanga wapi kwa highway. Hiyo waje tukae chini na wazee wa nyumba 10, tukae chini na admin mwenye yako hapa, tukae chini na chifu wa hapa, na sisi community tuulizane hii takataka kwa highway inatoka wapi. Ndio hii takataka ifike mwisho. Juu tunajua si sawa kila wakati unakuta kwa highway kuna takataka kama hii, tunavaa kuchunguza tu imetoka wapi, ndio ifikie wapi hapa. Lakini sasa sababu iko kwa saa hii tuondoeni. Tukishaondoa hii takataka, tupate nafasi ya ukaa chini kuchunguza, ndio hii takataka isirudi kwa highway tena. Sababu sasa next kinafuata hapa ni magonjwa. Kinafuata hapa hii hata itakuja corona. Hii ni saindi ya corona inakuja kufuata hapa. Kwa hivyo ni mzuri tuzuie kabla hatuja kuja kurescue, sababu watu wengine wamegonjeka, tunakuja kuwatoa kwa nyumba, lakini ugonjwa ukitoka wapi? Hapa. Hiyo ni ya muhimu. Ya mwisho, wana Udheru kila bali unapitia wanalalamika, wanasema sasa lori ile tuliambiwa ya Kanjo ya kuzunguka mara moja kwa wiki iko wapi? Hiyo nikawaambia wetu ametupanga mzuri sana vyema, na tuliona akitukumbuka hiyo wiki imepita. Ametuambilia sasa lori itakuwa inatokelezea, inakuja inazunguka kwa kila nduka inazunguka, na ikizunguka usikose kuweka takataka yako wapi? Pale. Ya muhimu tu na ombi letu tu ni ile lori ikiwa inatumwa Udheru ikuje kuokota takataka, ni itumwe mapema. Hiyo gari ifike hapo saa 2 ama saa 3. Ndio kama ni kusaidiana na wao, tusaidiane na wao, ndio hata tuwepe takataka kama gani kama hii. Aidha, alieleza kuwa Kifagio team iko tayari kujitolea kushirikiana na serikali ya kaunti kila Jumatatu ili kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama. Kwa ujumla, wito umetolewa kwa kuwepo kwa ushirikiano mzuri kati ya jamii na serikali ya kaunti ili kuhakikisha Kiambu inakuwa safi, salama na yenye kuvutia kwa wote. Sisi vijana tumejitolea kusaidiana wao, sababu tunajua ya nini? Tunajua ukifanya usafi kwako bado wewe ni wewe kibao mbele. Juu magonjwa ikitokea haitakupata wewe. Kwa hivyo ndio maana tunaona kuna muhimu wa kufanya kazi pale Tukimaliza hapo, hii gari wakati imekuja, wacha tu tutengeneze WhatsApp moja yenye itakuwa inaongelea watu wa Udheru. Ile WhatsApp moja watakuwa wanatumiwa message pale, wanajulishwa ati lori ya Kanjo imekuja na inabeba takataka. Ndio kila mtu hata kama alikuwa anataka kuenda kasafari, aaje takataka yake wapi? Hapo nje. Na akiacha bali mzuri tutaweza kuibeba. Sasa kitu ya muhimu ni gani? Kitu ya muhimu tu ni kuelekezwa. Tuambiwe lori inakuja Thursday, na hiyo Thursday tutakuwa tukishirikiana pamoja. Kwa hivi tamko ya tunataka utuambie ikiwezekana ni siku gani kwa wiki, na kama haitakuwa inapatikana siku yenye purpose yenye tunasema ni Monday ama ni Tuesday, ni mzuri utuhakikizie ni lini itakuwa inapatikana, siku kama gani, utuambilie siku. Ikikosa leo utatupatia kesho, kama si kesho kutwa, siku 3 tu. Kama ni hizo siku 3, ukituambilia Monday inaweza kuja, Wednesday inaweza kuja, ikikataa waje kuja Thursday, hiyo tutashirikiana pamoja, sababu kutakuwa na watu wako aware kuna lori inakuja. Lakini ikikuja kustukia unakuta takataka ya kwangu hata iko kwa nyumba, na mimi nami hata sina shughuli ama kuna lori inakuja, na hiyo na ikipita huko
ishapita na inja beba takataka inakuwa inafaa kufanya nini? Kubeba. Kwa hivyo ni mzuri tu utuambilie mzuri na utupange mzuri kama watu wako. Ukitupanga siku ni gani? Isipokuja leo itakuja kesho, isipokuja kesho itakuja kesho kutwa. Tutakuwa pamoja na wewe, tutafanya kazi pamoja na wewe, na Odhero itakupagi ukuwa safi. Hii ingine admin wetu tukalise chini sasa, utuongeleze. Tunataka kikao, tunataka tuongee, ndio tunjue takataka hii inatokanga wapi. Unaona sasa? Na mambo tukisazirikiana hivyo, mwisho wa siku utakuja kukuta hakuna ile takataka mingi inachafua kwa barabara. Sababu ya nini? Kwote tumeangalia mashimo kwenye takataka ilikuwa inatokea. Kwa majina naitwa Patrick Mutisia. Nilifanya kazi na kifagio. Shukuru tumekuwa pamoja na yeye. Sasa tunaomba ni kaunti ya Kiambu ama Nairobi watuletee lori sisi tuweza kufagia. Jina ni Peter Hayemba. Mfanyakazi wa kifagio, bado mkaaji wa hii area. Penye umeona kweli takataka imejaa hapa. Ombi ni ile moja tu, kwamba kama lori itapatikana kwa tunaondoa takataka hapa itakuwa kitu maana. Majina ni Margaret, nafanya kazi na kifagio. Tuomba tuweke hapo kuko sawa. Bwana Kibaki umesikia sasa, MCA wetu umesikia. Sasa ungana na sisi. At least uambie area yako imeharibika. Hata kusikia tu. Akiwa wamekusikia, najua mtaongea mkiwa kimoja. Unajua hii story ya wasee na viongozi wanaongea wakiwa kwa meza moja. Sisi tukiwa huku chini, hatuwezi tukajua mlipatana lini ndio mkazungumzia kuhusu hii. Lakini yetu ya muhimu tu ni takataka ibebwe. Ni takataka tuletewe lori tupepe. Tukishabeba takataka usafi ukipatikana, sisi tunapakingi na makofi. Tukisema tuko kazi na tuko kazi pamoja. Hiyo ndio ombi yetu. Odhero Gizagi tunataka tu tuzungukane na hiyo lori ya Kanjo, tunazunguka nao. Wanabeba kila nduka. Hiyo kusipaki ukua na complaint ati gari ya Kanjo inakujanga inakosa kubeba. Odhero madukani hivyo. Na MCA unaambiwa Odhero madukani ukunje utembee. Wanakumisi sana. Ukunje utembee na uwasalimie. Na wanakuuliza hii mataa sasa unaifungua lini? Tumeona umetufanyia kitu ya maendeleo ya juu sana. Tutume hizi chochochoro isikiwa ni ngiza tupu. Lakini raundi hii umeamua kutuletea mataa. Nani hawezi pigia MCA makofi jameni? Pigieni MCA makofi jameni. MCA Eric, I love you. Asante sana. Kasini tuchangamuke. Mwisho wa siku Odhero itabaki ukua mbele. Ukitumilipia takataka sisi nasi tunaiondoa. Na tukiondoa tukiwa pamoja, mambo itakuwa fiti. Hiyo ndio ombi yetu. Odhero ibaki ukua mbele, usafi ubaki ukua mbele. Asante sana.